Na mtazamaji, na maafisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru wako kwenye darubini kufuatia madai kuwa walimkamata na kumwangaisha mwanamke mmoja na kumdhalilisha mamake kutokana na maneno aliyoandika kwenye mtandao wa kijamii. Naam, kwa mujibu wa Meja Rono, polisi walimteka nyara na kumsafirisha hadi Kitale kisha kumzuia na kumwachilia. Na kama anavyoarifu Crispino Otieno, kabla ya kumkamata walimvamia mamake alipokuwa akifunza shuleni. So, ni kama Census Ruto ni mwalimu wa shule ya msingi ya Athinai iliyoko maeneo ya Rungai, kaunti ya Nakuru. Jana kwanza wakati tunakutana naye kijijini Kapkures akiwa mwenye wasiwasi mwingi. Kisa na sababu ni tukio la Ijumaa ambapo maafisa wa DCI walimtoa katikati ya wanafunzi akiendeleza shughuli za kawaida za kufunza. Ni jambo ambalo bado linamsononesha sana. Mwalimu huyu mwenye umri wa miaka 55 anasema mwanawe Meja Rono anadaiwa kuchapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook ujumbe ambao huenda ulimgusa mtu mashuhuri pabaya, akidai ndiyo sababu ya yeye kutumiwa maafisa wa polisi kumteka nyara saa kadhaa. Mimi kufika kuingia, there were 4 men and 1 lady. Lakini wakati nilistretch my eyes huko nikaona huko wa mwisho ni ule askari alinipigia simu. So nikaanza kumkosho. Nikamwambia Mr. Kangu, kwani wewe ndio ulikuwa unanipigia ukinitafuta? Mimi kuingia tu hivi, kitu ya kwanza kuninyang'anya simu. Alafu wakaniambia nikae katikati. Ruto anasema kuwa madhila yake hayakuishia hapo. Alinyang'anywa simu yake kabla ya kulazimishwa kuketi chini katika kituo cha polisi cha Kapkures, akishinikizwa kusema alikokuwa mwanawe. So you can imagine that humiliation, being humiliated in school, yani unakuja kushikwa like a criminal, mpaka unawekwa katikati ya gari ya nani CID na hakuna kitu umefanya. Lakini kinachomsikitisha zaidi ni on Monday I'm supposed to go back to school. How will I now teach? Children knows that I was picked by the CID. Teachers knows that I was picked by the CID. Watanichukua namna gani? Mwanawe Meja Rono pia akisema alidhulumiwa kabla ya kusafirishwa hadi mjini Kitale. Yesterday I was picked from Nakuru by DCI Kitale. I've been released right now. I don't know the complainant. I didn't know why I was arrested till now. Na kuna uchapishi fulani alirepost yeye, kawaida yeye wana repost. Kuna uchapishi alirepost, alafu huyo mwenye aliyejiwa kuwa kwa hiyo post ndio amemleta hapa. Hatuwezi mtaja juu hatumjui vizuri kwa sasa. Mwelekeo wa kesi hiyo unatarajiwa kutolewa tarehe 2 mwezi Machi. Crispino Otieno, runinga ya Citizen.